Ufunuo wa Yohana. Mlango wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu, awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana, aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri ayasomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu na yeye hata milele na milele. Amina. Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomcha, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika Roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu, ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa saba: Efeso na Smirna na Pergamo na Thiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Mlango wa pili. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika: haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai,
ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri; najua na makutano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Baalamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vitolewavyo sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vilevile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika: haya ndiyo anenayo Mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Na yajua matendo yako, na upendo, na imani, na huduma, na subira yako; tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye, wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Mlango wa 3. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na roho hizo 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Nao watakwenda pamoja nami, hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio
na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda, utoke katika saa ya kuharibiwa, iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Naja upesi. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu, na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako, upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Mlango wa 4. Baada ya hayo naliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami, ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika Roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto ziliwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo Roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwako na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai 4 wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai arukaye. Na hawa wenye uhai 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai
wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hapo wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, Umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwa, navyo vikaumbwa. Mlango wa 5. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, Nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wa wale wazee akaniambia, Usilie; tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda, apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee, mwana-kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000, wakisema kwa sauti kuu, Astahili mwana-kondoo aliyechinjwa hupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, nalivisikia vikisema, Baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie katika kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema, Amina. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Mlango wa 6. Kisha nikaona hapo mwana-kondoo alipofungua moja ya zile muhuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, Njoo! Nikaona na tazama, farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka, ali akishinda tena apate kushinda. Na alipoifungua muhuri ya pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, Njoo! Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Na alipoifungua muhuri ya tatu, nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema, Njoo! Nikaona na tazama, farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, Kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shairi kwa nusu rupia, wala usiyadhuru mafuta wala divai. Na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai 4 akisema, Njoo! Nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu wakafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi,
waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Na alipoifungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Ee Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vilevile kama wao. Nami nikaona alipoifungua muhuri ya sita, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi, kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na mngwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie katika kiti cha enzi, na hasira ya Mwana-Kondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Mlango wa saba. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka maawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Wa kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri, wa kabila ya Rubeni 12,000, wa kabila ya Gadi 12,000, wa kabila ya Asheri 12,000, wa kabila ya Naftali 12,000, wa kabila ya Manase 12,000, wa kabila ya Simeoni 12,000, wa kabila ya Lawi 12,000, wa kabila ya Isakari 12,000, wa kabila ya Zabuloni 12,000, wa kabila ya Yusufu 12,000, wa kabila ya Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Baada ya hayo nikaona, na tazama, mkutano mkubwa sana, ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za Mwana-Kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na Mwana-Kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, Amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, Je, watu hao waliovikwa mavazi meupe ni kina nani? Nao wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya Mwana-Kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari ili yoyote, kwa maana huyo Mwana-Kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai,
na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Mlango wa 8. Hata alipoifungua muhuri ya 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi, ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitoa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Kukawa radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Na wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajifanya tayari ili wazipige. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu, vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea, na theluthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto kikatupwa katika bahari. Theluthi ya bahari ikawa damu, wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo baharini vyenye uhai, theluthi ya merikebu zikaharibiwa. Malaika wa tatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemchemi za maji. Na jina lake ile nyota yaitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Malaika wa 4 akapiga baragumu, theluthi ya jua ikapigwa, na theluthi ya mwezi, na theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana usiangaze theluthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Kisha nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kuu, Ole! Ole! Ole wao wakao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu za malaika 3 walio tayari kupiga. Mlango wa 9. Malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiue, bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe, nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wana mikia kama ya nge na miiba, na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kiyunani analo jina lake Apolioni. Ole wa kwanza umekwisha pita; tazama, bado ziko ole 2 zinakuja baadaye. Malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikamwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu.
Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000. Nilisikia hesabu yao. Hiyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu, nao waliokaa juu yao wana dirii kifuani kama za moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi na kiberiti. Theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo matatu hayo, kwa moto huo na moshi huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao. Maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanadhuru kwa hivyo. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti, zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Wala hawakuhutubia uuaji wao wala uchawi wao wala uasherati wao wala wivi wao. Mlango wa 10. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika, nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Na hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwaa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Mlango wa 11. Nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260, hali wamevikwa magunia. Hao ndiyo ile mizeituni 2 na vile vinara 2 visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu, ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji, huyageuza kuwa damu, na kuipiga nchi kwa kila pigo, kila watakapo. Hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitoo kwa jinsi ya roho, Sodoma na Misri, tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa waitazama mizoga yao siku 3 unusu, wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini.
nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia, nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo tatu nusu, roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu 10 ya mji ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile, na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbingu. Ole wa pili umekwisha pita; tazama, ole wa tatu unakuja upesi. Malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Na wale wazee 24 wakitio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao, wakaanguka kifulifuli, wakamsujudia Mungu, wakisema, tunakushukuru wewe, Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na uliyekuwako, kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa, na kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na kuwaharibu hao waiharibuo nchi. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Mlango wa 12. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda. Mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaao humo; ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake, hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama moto, amfanya kuchukuliwa na moto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake,
ikaumeza moto ule alioutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Mlango wa 13. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama, wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa ana pembe 2 mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Mlango wa 14. Kisha nikaona, na tazama, huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao, na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi, na mbele ya wale wenye uhai 4 na wale wazee. Wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana-kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika damu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwana-kondoo. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele,
awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndiyo uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za Mwana-Kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kisha nikaona, na tazama, wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu, akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali, akisema, tia mundu wako mkali, ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, maana zabibu zake zimeiva sana. Malaika yule akautupa mundu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili 200. Mlango wa 15. Kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu. Nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu, na wimbo wa Mwana-Kondoo, wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, ee Bwana Mungu Mwenyezi; ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekucha, ee Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Na baada ya hayo nikaona, na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni lilifunguliwa, na wale malaika 7 wenye mapigo 7 wakatoka katika hekalu, wamevikwa mavazi ya kitani safi ya kung'aa, wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu. Na mmoja wa wale wenye uhai 4 akawapa wale malaika 7 vitasa 7 vya dhahabu, vimejaa ghadhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele. Hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata atimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Mlango wa 16. Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni, ikawaambia wale malaika 7, enendeni
mkavimimine vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Akaenda huyo wa kwanza, akakimimina kitasa chake juu ya nchi. Pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Na huyo wa tatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji, zikawa damu. Nami nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe umwenye haki, uliyeko na uliyekuwako, mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi. Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili. Nikaisikia hiyo madhabahu ikisema, naam, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za kweli na za haki hukumu zako. Na huyo wa nne akakimimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Na huyo wa tano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza. Wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika maawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikatoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedoni. Na huyo wa saba akakimimina kitasa chake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile, jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Mlango wa 17. Akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu akitie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli Mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Na yule malaika akaniambia, kwani kuustaajabu? Nitakuambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuaye, mwenye vichwa saba na zile pembe 10. Yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya nchi
wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako, naye hayuko, naye atakuwako. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo, na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja, imempasa kukaa muda mchache. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye aenenda kwenye uharibifu. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10, ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwana-kondoo, na mwana-kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, hao watamchukia yule kahaba, nao watamfanya kuwa mkiwa na uchi, watamla nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake, na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme wao, hata maneno ya Mungu yatimizwe. Na yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Mlango wa 18. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, Umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani, na ngome ya kila roho mchafu, na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, Tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkalipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyishieni maradufu. Kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa, mpeni maumivu na huzuni kadiri iyo hiyo. Kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto. Kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea, wauonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, Ole, ole, mji ule ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na nguvu! Kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nao wafanyabiashara na wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena, bidhaa ya dhahabu na fedha na kito chenye thamani na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa uudi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha marimari na mdalasini na iliki na uvumba na marhamu na ubani na mvinyo na mafuta ya mzeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Na matunda yaliyotamaniwa na roho yako yamekuondokea, na vitu vyote vilivyo laini na vitu vya fahari vimekupotea, wala watu hawataviona tena kamwe. Na wafanyabiashara wa vitu hivyo waliopata mali kwake watasimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakilia na kuomboleza, wakisema, Ole, ole,
mji ule mkuu uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi namna hii umekuwa ukiwa. Na kila nahodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na mabaharia na wote watendao kazi baharini wakasimama mbali, wakalia sana walipouona moshi wa kuungua kwake, wakisema, ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa? Wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia wakitokwa na machozi na kuomboleza, wakisema, ole, ole, mji ule ulio mkuu, ambao ndani yake wote wenye merikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake, kwa kuwa katika saa moja umekuwa ukiwa. Furahini juu yake, enyi mbingu, nanyi watakatifu na mitume na manabii, kwa maana Mungu amehukumu hukumu yenu juu yake. Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari, akisema, kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa Babeli, mji ule mkuu, wala hautaonekana tena kabisa, wala sauti ya wapiga vinanda na ya wapiga zomari na ya wapiga filimbi na ya wapiga baragumu haitasikiwa ndani yako tena kabisa, wala fundi awa yeyote wa kazi yoyote hataonekana ndani yako tena kabisa, wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikiwa ndani yako tena kabisa, wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. Na ndani yake ilionekana damu ya manabii na ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Mlango wa 19. Baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni, ikisema, Haleluya! Wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasherati wake, na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, Haleluya! Na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi, wakisema, Amina, Haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, Msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakuu. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema, Haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. Na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana-kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwana-kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama, farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe, na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Na upanga mkali hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu
ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akilia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, Njooni mkutane na karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wa wapandao na nyama ya watu wote, waungwana kwa watumwa, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye akitie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa, na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu, wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Mlango wa 20. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani, ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao. Nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, na yule Ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye akitie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Mlango wa 21. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, mimi nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo saba ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi arusi, mke wa Mwana-Kondoo. Akanichukua katika Roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ikishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa Mwana-Kondoo. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu, apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500 marefu yake na mapana yake, na kwenda juu kwake ni sawasawa. Akaupima ukuta wake, ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi, mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili yakuti samawi, wa tatu kalkedoni, wa 4 zumaridi, wa 5 sardoniki, wa 6 akiki, wa 7 krisolitho, wa 8 zabarajadi, wa 9 yakuti ya manjano, wa 10 krisopraso, wa 11 hiakintho, wa 12 amethisto. Na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndiyo hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni Mwana-Kondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Mlango wa 22. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo, katikati ya njia kuu yake. Na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwapo mti wa uzima, uzao matunda aina 12,
wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Wala hapatakuwa na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo ndani yake. Na watumwa wake watamtumikia, nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Kisha akaniambia, maneno haya ni amini na kweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Na tazama, naja upesi. Heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Nami Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii, na wa wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. Akaniambia, usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na Roho na bibi harusi wasema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye, na ayatwaye maji ya uzima bure. Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamwongeza hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima, na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina. Na uje, Bwana Yesu. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja na nyinyote. Amina.